mwanadamu ana macho ya aina mbili. Mwanadamu ana macho ya mwili na ana macho ya rohoni. Macho ya mwili ya mwanadamu yanampa kuliona tatizo katika ulimwengu wa mwili. Anaona kwamba sasa hivi mimi ni mgonjwa, sasa hivi mimi nimepima nimeathirika, sasa hivi mimi nimepima nina UTI, sasa hivi mimi nimepima. Manake haya macho ya mwili yanampa mtu taarifa za mwilini, lakini macho ya rohoni yanampa mtu taarifa za rohoni. Hizi taarifa za rohoni unapokuwa nazo kwenye maisha yako, ndizo taarifa zinazokuonyesha uzima hata katikati ya mahali pasipo na uzima. Hizi taarifa zinakuambia kwamba kuna uzima, gangamana, endelea na Yesu. Ukiona mtu amemwacha Yesu, elewa hakuna alichokuwa anaona kuhusu uokovu. Mtu anayeona kuhusu uokovu hawezi akaacha uokovu hata katikati ya mambo magumu, hata katikati ya majaribu. Anasema mimi ninaendelea mbele, mimi ninaendelea mbele. Paulo ikafika sehemu akasema hivi, mwendo nimeumaliza, imani nimefanya nini? Imani nimefanya nini? Imani nimefanya nini? Imani nimefanya nini? Nilikuwa nasikia kuna watu wanasema nimeishi. Sawa? Anasema mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kilichokuwa kinampa Paulo kulinda imani yake, kilichokuwa kinampa kuendelea mbele, pamoja na majaribu, pamoja na mateso, pamoja na kwamba alikuwa anajua kwamba injili ni gharama, kilichokuwa kinampa maisha ya kuendelea mbele, kuna jambo Paulo alikuwa analiona. Kuna kitu Paulo alikuwa anaona. Alikuwa anaona nikimaliza maisha haya mimi ninaenda mbinguni. Unaweza ukawekewa upofu hata kwenye eneo la safari yako ya mbinguni. Ukiwekewa upofu kwenye eneo la safari ya mbinguni, kutenda dhambi kitakuwa ni kitu cha kawaida, kwa sababu huna tumaini. Huoni kama mbingu zipo, yaani huoni kama kuna siku unyakuo utatokea. Haya, ukipigwa upofu kwenye eneo fulani, maana yake umezuiliwa muujiza kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ndani kuna macho. Kutiwa nuru maana yake hayo macho yaone, hayo macho yasababishe vitu vitokee. Ndio anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mungu ukiangalia kwenye Biblia, mtu yoyote aliyemtumia Mungu alianza kumwekea macho kwanza aone. Yoyote aliyetumiwa na Mungu, jambo la kwanza Mungu aliweka macho. Ukisoma kile kitabu cha Yeremia, ile sura ya kwanza mstari wa 11 na 12, Yeremia anasema tena neno la Bwana likanijia na kusema, Yeremia, waona nini? Unaona hilo swali, unaona nini? Mungu anamuita Yeremia kwenye wito, lakini huu wito anaomuita ni wito wa kinabii. Anapomuita wito wa kinabii, swali analomuuliza ni Yeremia, wewe unaona? Hata neno la Bwana likanijia tena, lakini pamoja na kumjia anamuuliza Yeremia, waona nini? Yeremia anasema nikasema naona ufito wa mlozi. Sema naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, kwa maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Mungu anamwambia Yeremia, umeona vyema. Kuna namna ambayo ukiyatazama mambo, pamoja na kwamba umeokoka, wewe haujaona vyema, lakini umeokoka. Kuna namna ambayo ukiitazama shida ulionayo leo, maisha ulionayo leo, kwa namna ambayo una mtizamo nayo, vile unavyoliona neno, vile unavyochukulia mambo, Mungu anakuona huoni vyema. Lakini hapa anamwambia Yeremia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kwa nini ulitumika ufito wa mlozi? Hii mimea ni vizuri ukajua tabia yake. Ufito
wa mlozi, hii ilikuwa ni mimea baada ya baridi, ilikuwa ni mimea, yaani kama kuna baridi kali alafu mimea ikafa, hii mimea huwa inakuwa ya kwanza kuchipua. Ufito wa nini? Wa mlozi. Manake huu ni mti wa mlozi. Akisema ufito, manake ni kile, nikisema ufito ni kile kimti kimoja kama kifimbo, si ndio eh? Anasema naona ufito wa mlozi. Sasa kuna wakati ambapo mambo yanaweza yakawa hayapo vizuri kwa wengi yanaweza kawa hapo vizuri. Maisha ya uchumi, ni wengi ambao wamepigwa kwenye eneo la uchumi. Hizo nyakati zipo. Kuna wakati ambao unaweza ukapita upepo wa magonjwa, unapita upepo wa magonjwa, na kwa magonjwa hayo wengine wanakufa. Mungu anaanza kuangalia katikati ya ugonjwa unaona nini. Unapoumwa hauko peke yako, na nisikia mtu wa Mungu, unapopita kwenye shida hauko peke yako, lakini kwenye kutoka unatoka wewe peke yako, utoke na jirani yako. Anasema naona ufito wa mlozi. Huu mti wa mlozi ulikuwa unachipua kwa haraka baada ya baridi, mimea mingine ikifa. Sasa ulikuwa unakuwa wa kwanza kuchipua. Anasema umeona vyema, lakini ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Maana yake huyu kwenye eneo la neno alikuwa analiona neno vile lilivyo, kwa lazima awe wa kwanza kuchipua. Tafsiri yake ni hivi: yoyote anayeliona neno la Mungu katika namna ya kuliamini na kuona ya kwamba imetokea sawasawa na neno la Mungu, lazima awe wa kwanza kuchipua na kustawi. Ndio maana ukatumika mfano wa mlozi. Ninaona ufito wa mlozi. Wewe kwenye maisha yako unaona nini? Umeokoka, sawa, umekuja hapa, unampenda Yesu, umefanya vyema, upo kwenye ibada, umefanya jambo zuri, sio baya, lakini kuhusu huyu Yesu unaona nini? Ili Mungu alitimize neno lake kwa habari ya afya, atimize neno lake kwa habari ya uchumi, atimize neno lake kwa habari ya uzao. Unaona nini? Mungu anaona, unaona vyema, unaona vyema, unauona muujiza. Macho yako ya ndani yanaona kwamba Bwana ametenda. Macho yako ya ndani yanaona kwamba kuna neema ipo ndani ya uokovu.